Muda mchache XXL kupitia Clouds FM ilikuwa kiunguruma kabisa na wengi walikuwa wakifuatilia kwa makini ni nani ambaye ananguruma na ikaonekana ni ule mwamba ambaye alidesign ile vazi ambalo litumika siku ya wanawake, ambapo katika siku hiyo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuhusika katika kushiriki kwenye jambo kubwa kama lile. Design kama ile si kawaida na tuko naye hapa. Mwamba ni mzee wa mambo mengi sana, lakini atakwenda kujambusha mambo yake anapofanya shughuli zake. Bwana, kwanza hongera sana na karibu. Asante sana. Majina yako? Kwa majina naitwa Theo Cabrini, ni mkurugenzi kutokea kampuni ya Fiki Designs. Okay. Sisi ni designing studio ambayo inadili na mambo kadhaa ikiwemo ubunifu wa mavazi, ubunifu wa brands identity, ubunifu wa digital campaigns na jinsi kwa namna moja nyingine kuvisualize stories za kuweza kufanya makampuni yaweze kustand out katika soko la biashara. Okay. Vizuri sana. Umejieleza vizuri. Wakati unaojua katika XXL pale. Ndio. Muda mchache uliopita ulieleza mambo mengi sana. Mimi nataka tu uniambie wazo lile la kufanya design kwenye ile nguo ambayo ilitumika siku ya wanawake mwaka huu na katika tukio ile Rais Samia Suluhu aliweza kushiriki. Ilikuwaje kwaje? Kwa sababu mimi najua wanaobuni ni wengi. Lakini ni nini kikubwa umekifanya pale? Yaani ni upekee upi mpaka kupelekea jambo kama ile kuweza kutiki na rangi ile na muonekano wa kitambaa kile, magauni yale yakatumika siku hiyo? Kwanza tulitambua kwamba kupitia Wizara ya Maendeleo Jinsia na Makundi Maalum na Wanawake ambayo iko chini ya Mama Dorothy Gwajima, tulitambua kwamba serikali inatumia miaka 5 kusherehekea hizo sherehe ya siku ya wanawake kitaifa. Na kwa bahati nzuri mwaka huu wa 5 tumeweza kubarikiwa kuwa na rais ambaye ni mwanamke. Kwa hiyo katika siku ya wanawake duniani tulitaka kwanza kuenzi katika kukumbusha umma kwamba katika kazi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anaweza kukupatia ya kuongoza mamia na mamia, tunaye Mheshimiwa Suluhu Hassan ambaye aliingia katika kipindi ambacho taifa kilikuwa kina majonzi na kwa namna moja nyingine kulikuwa kuna maybe some asks kwamba either anaweza katimiza hiyo kazi kwa ukubwa na ameweza kuingia katika hiyo sekta katika uongozi kama Mheshimiwa Rais na kutimiza kazi yake na kutimiza majukumu yake, na mpaka sasa hivi nchi yetu inapiga hatua kwa kiasi kikubwa katika masuala ya kiuchumi na masuala mbalimbali ya kijinsia. Kwa tulitaka kummotivate au kuminspire mwanamke yoyote ambaye either ni kijana au ni wa miaka 50 wa makamu mama zetu kwamba hakuna ambalo linashindikana kama ukiwa na nia. Kwa kuangalia maisha ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ni mtu ambaye ameweka nia na mtu ambaye alidhamiria kwamba anataka kuongoza taifa hili, na ni mtu ambaye anafanya kazi yake kwa ufasaha na anafanya kazi yake vizuri kama kiongozi mkuu wa nchi yetu. Okay. Yes. Kabla ya yote hayo kuyafanya, labda kuna siku ulishawahi kufanya labda kazi ya msanii yote mkubwa nchini Tanzania? Kwa sababu tunajua wasanii ambao kwenye mapande ingizungumza labda Diamond Platnumz, Harmonize, Alikiba na wengine wakubwa hawa mara nyingi ni watu wa fashion sana na wewe mwenyewe ni shuhuda katika hili. Haije kutokea labda kwa design kati ya hao watatu, na kama ilishawahi kutokea ilikuwaje? Tumefanya brand ya Wasafi clothing line lakini bado hajatoka mpaka leo. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tulifanya nayo. Lakini pia tumefanya kazi ile tutambulisha ni kazi ya Taifa Stars. Tulifanya nguo zao za kusafiria na nguo za mazoezi ambazo wanazitumia mpaka leo. Na pia tumefanya kazi ya Simba Sports Club msimu huu katika kudesign jezi zao na mavazi yao ya kusafiria na mavazi yao ya mazoezi. Ndio. Mimi bado nisikuchoshe sana kwa sababu mengi umeyazungumza kwenye Clouds hapo. Labda tu ungeniambia unapatikana vipi, utaratibu ukoje, offer ni zipi? Na vitu kama hivyo. Sisi tunapatikana Makumbusho, Dem Plaza, floor ya 10, na tunamkaribisha mtu yeyote, sio tu kwenye swala la mavazi. Kama una kampuni yako ambayo inataka kustand out kwenye market, ambayo inataka kucompete na kuja na product, sababu tumefanya products pia kama za sushi ya Nandi ambazo zinafanya vizuri sokoni. Tuko hapa kumservice kufanya biashara aweze kuwa na bidhaa yenye mvuto na bidhaa ambayo itaweza kuattract audience ya kuweza kufanya yeye bidhaa yake kawa kinara kwenye soko husika.